Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunaangalia vita huko katika Mashariki ya Kati, tukitazama Iran inayopambana na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mamlaka nchini humo zinasema kwamba Iran itapambana kwa kutumia silaha mpya na aina yoyote ya silaha iliyokuwemo kuhakikisha kwamba wanashinda vita hivi. Majeshi ya Iran yataendelea kuadhibu wavamizi kila wakati ikiwa wataendelea na vita hivyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na spika wa bunge la Iran, imesema kwamba wakati huu ni wakati wa Iran kuonyesha kwamba ina makombora ya hali ya juu kiasi gani na jeshi lake lina uwezo wa kupambana kiasi gani. Mpaka sasa Iran imerusha makombora katika mataifa mengi katika Mashariki ya Kati. Mataifa zaidi ya 15 ambayo ni washirika wa Marekani yameguswa. Spika wa Majlis ya Ushauri wa Kiislamu kwa maana ya bunge la Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, amesema jamhuri hiyo ya Kiislamu itaendeleza operesheni zake za kulipiza kisasi mpaka ihakikishe inawaadhibu vya kutosha na kuwatia adabu wavamizi walioanzisha chokochoko dhidi ya taifa hilo. Ghalibaf amesema hayo katika ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa X na kueleza kuwa Iran itaendelea kutoa vipigo kwa wavamizi licha ya makamanda wa jeshi la Marekani kutozungumza chochote kuhusu mashambulizi ya kulipiza kisasi ya majeshi ya Iran ambayo yamesababishia hasara kubwa Washington. Maafisa wa Iran wamesema kuwa Rais Donald Trump wa Marekani anapaswa kutarajia gharama kubwa zaidi baada ya zaidi ya wanajeshi wake 500 kuuawa katika siku za kwanza za vita ambavyo ni vya kichokozi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, vita ambavyo vimeuondoa uhai wa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Spika wa bunge la Iran amebainisha kuwa maafisa wa Marekani wameiambia Congress kuwa hawajiandaa mpango wa kujiondoa kwenye vita, lakini katika vyombo vya habari wanajipiga kifua ili kujaribu kudhibiti masoko ya hisa. Ghalibaf ameashiria mashambulizi yanayoendelea ya utawala wa Israel na Marekani dhidi ya taifa hilo na kueleza kuwa operesheni za Iran zinazolenga milki na maeneo ya Marekani na Israel katika eneo zimeonyesha uwezo na uendeshaji wa mshikamano na kuwashangaza wachambuzi wa masuala ya kijeshi. Wachambuzi wengi wa masuala ya kijeshi walidhani kwa nguvu iliyokuwa nayo Marekani pamoja ikishirikiana na Israel na washirika wao wengine wangeweza kuiangamiza Iran kwa muda mfupi sana. Lakini hali imekuwa tofauti. Walidhani kuuawa kwa kiongozi mkuu ndio kutamatika kwa serikali, lakini imekuwa tofauti. Kituo mashuhuri cha utafiti cha Marekani CPA kimefichua kuwa vita vya kichokozi dhidi ya Iran vimesababishia hasara kubwa Marekani na kwamba mbali na kuuawa kwa idadi kubwa ya wanajeshi wa nchi hiyo hadi tarehe 3 Machi, yani katika siku 3 za vita hivyo, Marekani ilikuwa imepata hasara ya dola bilioni 5 za walipa kodi wa nchi hiyo hadi sasa. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu, hasa wakati huu tukitazama Mashariki ya Kati ambayo inaripuka wakati wote kutokana na makombora yanayorushwa kutoka pande zote, upande wa Iran lakini pia Israel na Marekani.